Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Msikilizaji, karibu kusikiliza uchambuzi wetu wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili, uchambuzi ambao unajumuishwa na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za wanaripota wetu kutoka kona mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako Bukuru Tantina Aldama, fundi mitambo Izaki Mulucha Ashibe. Na kualika msikilizaji kuambatana nami mwanzo wa jitamati, nasema karibu. Kabla ya uchambuzi wetu wa habari, namkaribisha hapa Ekala Jaden kwa usomaji wa habari muhimu. Karibu. Naam, bila shaka mwenzangu Bukuru Tantine Haldama. Leo kunako habari muhimu, tuanzie na hapa Baraka ambako imezinduliwa rasmi kwenye shule la Mwenge wa Taifa mjini Baraka mitihani ya taifa awamu ya kwanza, na meya wa mji wa Baraka akishirikiana na viongozi mbalimbali wakiwemo wa kielimu na kijeshi, ambako wanafunzi 24940 ndio walioshiriki mitihani hiyo katika jimbo la kielimu la Kivu ya Kusini ya pili. Huko Bibokoboko ni kwamba kuhamasisha wananchi juu ya kuishi kwa amani kati ya makabila mbalimbali yenye kuwa Bibokoboko na yale ya mji wa Baraka ndio ilikuwa lengo kuu la ziara ya kikazi ya mjumbe wa Rais Felix Tshisekedi kutoka mjini Kinshasa kufika hapa Bibokoboko, akishindikizwa naye Kamanda Amori William ya Kutumba. Mwishowe ni huko Kilembwe. Shirika jipya la rahia ndani ya sekta ya Lulenge katika tarafa ya Fizi linatuhumu viongozi wa askari polisi waliotumwa katika eneo hilo kuto kuwajibika vema katika kazi yao kwa sababu hasa za ulevi. Mwenzangu Bukuru Tantine Haldamana weka nukta kunako habari muhimu. Asante sana Ekala Jaden kwa usomaji wako huo wa habari muhimu, na sasa tunaingia kwenye uchambuzi wetu wa habari tukianzia katika mji wa Baraka. Kijana mmoja amebaki na majeraha makali baada ya kupata kichapo kutoka kwa wanajeshi wa kikosi maalum maarufu Hibu siku ya Jumapili mida ya saa 10 mchana katika kata ya Kalingaside mjini Baraka. Akiwa kwenye mahojiano na Radio Kivu, muhanga wa tukio hilo ameomba kwa vitengo vya serikali kutenga wanajeshi sehemu yao ya kuishi na sio kuishi na raia sehemu moja ili kuepuka hali ya tukio kama na hiyo. Muhanga huyo anaeleza namna hali ilivyokuwa. Hii ni maumivu ya jana. Jana ilikuwa mida ya saa 10, natoka juu nakuta pale chini jirani yangu mtoto wake anapigana na soda. Kenda pale nikabamua. Mimi kubamua ule soda akaenda kule kwake kwenye hanikala. Kufika kule akata bunduki na wenzake mpaka kwangu kunyumba. Wakanambia mimi ndio nakimiza ule mwenye alikuwa anapigana naye. Hawakuuliza wala b. Wakafanya nini? Kunipiga. Walikuwa zaidi ya 20. Kunipiga. Mpaka mimi nikaumia vikali sana. Bahati mzuri nikakimbilia mwangu. Nikimbilia mwangu wakafuata hadi mwangu mnyumba kunifuata. Mimi naye asira ya mule mwangu nikakava mpanga na tapiga ule mwenye aliingia mule mwangu. Wakaniwai ndio wakatoa saa nje wakanipiga vikali, nikaumia mpaka nikaenda jana hospitali kutunziwa, nikashonewa. Kaka usiku unaona hapa hivi nasikia nikatunziwa, lakini sikuona chochote kile ambao walikuwa asubuhi kulikuwa nini wala nini hawakufika. Ndio naumia hadi humu mtumbu mbavu. Kwa hiyo kwa kuwa walipiga mimi na nini za bunduki nasikia na kichwa mote naumia mpaka nasikia maumivu makali mshingo. Chenye mimi ningeomba serikali ifanye nguvu, itenge raia na jeshi ngambo yao. Nasema sikuongea kitu chochote, bahati mzuri wajani wote wako pale na wote wanashuhudia kila kitu. Imezunduliwa rasmi kwenye shule la Mwenge wa Taifa mjini Baraka mitihani ya taifa awamu ya kwanza, na meya wa mji wa Baraka akishirikiana na viongozi mbalimbali ikiwemo wa kielimu na kijeshi, ambako wanafunzi 24940 ndio walioshiriki mitihani hiyo katika jimbo la kielimu la Kivu Kusini ya pili. Katika neno lake la ufunguzi, meya kwa muda wa mji wa Baraka Bwana Busemene Lambert Wilonja ameomba kwa wanafunzi kutoa woga na kutumika mitihani kwa kujiamini, kwa kuwa yote waliofundishwa ndiyo yanayokuja kwenye mtihani huyo. Malgré les circonstances de la guerre imposée par le Rwanda, mais le président ne cesse. Licha ya changamoto za vita ambazo tunapitia kwa uvamizi wa Rwanda, ila rais haji kuwa pamoja na vijana, na vijana ndio nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ni kupitia shule ndipo mtu hujitambua. Ndio maana tunapenda kuwasisitiza kuwa
Maisha huandaliwa na shule, kisha kupata diploma ndio mtajitambua ili kuongoza nchi. À travers l'école. Et après le diplôme, c'est là que vous allez être les responsables pour gérer ce pays. Tout le monde qui est ici, il a été élève au niveau. Sisi wote mnaotuona hapa tulikuwa wanafunzi kama nyinyi. Nitawaomba kuwa watulivu hata mbele ya mitihani. Chukulieni mitihani hii kama maisha yenu. Ni maisha yako, ni future yako. Mitihani hii ni katika programu uliopata kwa mwaka mzima. Ndio maana mjitoe kikamilifu katika kupambana na mitihani ambayo mtaenda kuifanya. Ni kupitia maneno hayo ndio nafungua rasmi mitihani ya taifa kwenye shule la Mwenge. À partir de l'Institut Mwenge wa taifa où vous êtes. Mwishowe Bwana Albert Bope Piema, kiongozi wa jimbo la kielimu la Kivu Kusini ya pili, ameshukuru rais na wazazi waliojitolea kupeleka watoto wao mashuleni licha ya hali ya sasa. Nous rendons hommage à son excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique. Tunatoa heshima kwa Rais Felix Antoine Tshisekedi kwa kujitolea kwake kufanya elimu kuwa moja ya kipaumbele chake katika muhula wake wote na kujitolea kwake kutafuta amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo juu ya raia waishi vizuri. Tunatoa vile vile shukrani zetu kwa waziri wa taifa husika na elimu Bi Raissa Malu Jinanga. Tunatoa pongezi zetu kwa mapatna wetu wasiopingika, wazazi wa wanafunzi ambao licha ya sasa walihamasisha watoto wao kumaliza mwaka licha ya vita vya mara kwa mara. À sensibiliser leurs enfants pour que cette année arrive à sa finalité malgré les guerres en répétition. Nous exhortons les candidates et candidats aux examens d'État. Tunaomba wanafunzi kujua kwamba mitihani hii iliandaliwa kulingana na programu ya elimu. Wengi kati yetu wanapatikana hapa kwa mara ya kwanza. Tunawaomba kutoa woga. Mitihani ya taifa ni kama mitihani ya kawaida. Nous vous demandons de ne pas avoir peur. Car l'examen d'État, c'est pareil à toute autre épreuve présentée à l'école. Respectez le chef de centre, le surveillant. Heshimuni wakuu wa senta, wakaguzi na wote katika senta za mitihani ya taifa. Jimbo la kielimu la Kivu Kusini ya pili ni mojawapo wa jimbo za kielimu nchini DRC zinazopambana juu ya mafunzo ya wanafunzi. République démocratique du Congo qui se bat pour la formation de nos élèves. Kwa mwaka huu wa masomo 2025-2026, jimbo la kielimu la Kivu Kusini ya pili lina wanafunzi wanaofanya mitihani 24,940 wakiwemo wanawake 10,124. 40 dont 10,124 filles. Katika kijiji cha Bibokoboko kuhamasisha wananchi juu ya kuishi kwa amani kati ya makabila mbalimbali na yenye kuwa Bibokoboko na yale ya mji wa Baraka ndio ilikuwa lengo kuu la ziara ya kikazi ya mjumbe wa Rais Felix Tshisekedi kutoka mjini Kinshasa kufika hapa Bibokoboko akishindikizwa naye Kamanda Muri William ya Kutumba. Katika mahojiano yake na Radio Kivu kwenye laini ya simu namba 1 huyo wa CNPSC, Kamanda Muri William ya Kutumba ametoa mwangaza zaidi juu ya ziara hiyo. Nilipokea mjumbe kutoka Kinshasa. Nilimpokea pale jana, alivuka akakuja akafika hapa. Leo nikaitwa kule kusema kama tumpeleke tumsindikize hadi kufika Bokoboko. Ndio tulimpeleka. Kaenda akaonana na wale watu wa Bokoboko, akazungumza mambo ya kuleta amani kati ya mji wa Bokoboko na mji wa Baraka. Raia ya Bokoboko na Baraka iko na mawasiliano. Hivyo tu hakuna lingine kuongeza pale. Mjumbe kutoka Kinshasa, ni chargé de mission wa rais tena conseiller wake mumatiere ya mapacification ya maisha. Labda upande wako, kwa sababu umefere parti ya hiyo cortege, unaweza kuambia wananchi nini? Kwa sababu watu wanatathmini tofauti. Wengine wanasema na kuweje kamanda ya Kutumba anaweza kufika Bibokoboko namna gani, sijui. Wengine wanasema hivi. Labda ungetoa mwangaza hapo kiongozi. Unajua ni processes. Nadhani kama serikali inatuma watu kutafuta amani miongoni mwa maekini,
ingali processus inaanza. Hiyo ingali mwanzo wa processus. Mimi siwezi kuwa na commentaire sana hapana. Ingali kesho ya kuona kwanza kabila zote waliona watu wa Buko, waliona watu wa Mbele Baraka, waliona wa Fuliro, waliona wengine. Ingali processus inaanza polepole. Najua kama sisi mission yetu sisi kama vile wazalendo, mission yetu iko nyingine. Mission yetu kwanza ni kukombatra agression étrangère. Agression yeyote mwenye iko agresseur wa nchi yetu anafuata kutunyang'anya nchi, anafuata kubalkanize nchi. Huyu mtu tunapaswa mkombatre kabisa na energy moja ya yule sana. Ile ndio mission yetu ile ya kukamata silaha. Hata hivyo, upande mwingine ameonyesha kuwa hakuna adui anayepatikana pa Bibokoboko kama wanavyofikiri wengine. Kamanda Amuri William Yakutumba amerejea mara tena. Mission yetu pia kama vile watu kupambana na silaha, mission ya soda ni kufanya nini? Kulinda pia raia na mali zake. Ile kwa mission ya pili ya soda. Na tunajua kama Bibokoboko iko eneo ambaye imeshikiliwa na jeshi la serikali. Bibokoboko hakuna adui. Bibokoboko uko jeshi la serikali ndio liko pale. Ni lazima watu waanze kuambiliwa. Sasa watu wanaanza kuingia mnaelewa tena. Unaona jeshi latenganisha watu ni vitu. Watu walipigana hapa kupigana, watu wako matandazi tofauti. Hapa bana beko na tandazi hii, hapa wanaweza kuwa na tandazi hii. Alafu ilifo kuandaa watu pia sababu watoke mawazo ya kujiunga na waasi. Kama gisho umesema kiongozi, jumbe huyo maalum wa Rais Felix Tshisekedi alipofika, malengo kabisa ni kuangalia gisi ya kufanya upatanisho kati ya makabila wakiwemo Wanyamulenge pamoja na watu wa upande wa huku sehemu za Baraka, Fizi na sehemu zingine. Wewe kwa upande wako unakuwa na maoni gani kuhusu hiyo kauli ya huyo mjumbe? Mimi sijatoa maoni yangu, nakwambia kama sijatoa maoni yangu mimi. Maoni yangu ni kusema kwamba amani ni kitu ya kutafuta amani. Lakini kusema maoni yangu kuwe hivi hapa. Community zote zinapaswa kwanza kusensibiliser community. Tuambie nini? Ile tu nikwambia mawazo yangu. Kwa watu waniuliza hata kule Bokoboko. Wakasema maji hivi tunatafuta kushuka kule tuanze fika kule hata kesho tunaanza fika. Ya Kutumba tuambia nini? Sisi barashire mjumbe mwenyewe alisema ile, lakini nikasema sitabarakire sababu siko ndani ya mahanzo ya wale wenye kule kushuba kwa sisi kwanza. Wananchi wachunguze lile ambalo linaweza kuwa bora kwetu, sababu sisi wapambanaji wenye kupambana na vita tunaangaliaka namna ya vita sisi. Aloro ni kitu kilicho muhimu kusema kwamba watu wale wenye kule tu, sababu unaona watu waliuana sana. Unaona wanaanza sema hao ndio waliua sana, watu waliuana. Wale wenye kule mjumbe alikuwa wazi sema wale wa kule Yuru waliua wa huko chini na wa huko chini waliua wa kule Yuru. Ndio akasema ifua watu wasameane, kwa kutafuta amani watu wasameane. Leo alisema hivi. Na sasa ni habari za michezo. Ni kwamba refari kutoka DRC Jean-Jacques Ndala ameteuliwa kuchezesha mchezo wa fainali ya ligi ya mabingwa Afrika kati ya klabu ya Mamelodi Sundowns dhidi ya FAR Rabat tariki 17 Mei mwaka 2026. Na upande mwingine klabu ya FC Barcelona inakaribia kukamilisha usajili wa mchezaji Bernardo Silva kutoka Manchester City. Omari Makelele zile na habari zingine. Ni kushukuru sana Habibu Kuru Tantine Aldama kwa kuweza kunipatia nafasi ya habari za michezo, lakini tutaanzia katika nchi ya DRC. Nikumbushe mgongoni na valia namba 14 ya kimchezaji Victor Gyokeres. Katika habari za michezo ni kwamba ligi kuu hapa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo maarufu linafuti katika hatua yake ya playoff iliweza kutemua vumbi mchana wa siku ya kwanza ya tariki 4 Mei 2026 ambako mechi moja ilipigwa katika uwanja wa Tupuisa Mazembe au Kamalondo, ambako vijana wa CS Dombo Square Lubumbashi waliweza kuwanyuka vijana wa AS20 Club ya Kinshasa mabao 2-1. Hayo ni matokeo mabaya zaidi kwa klabu hiyo kutoka Kinshasa 20 Club, ambako ni wiki ya pili sasa timu hiyo haijafanikisha kupata pointi hata moja. Tukumbushe kuwa wiki ya kwanza ya michuano ya playoff waliweza kutepeta kwa kutandikwa mabao 2-0 na vijana wa Tupuisa Mazembe. Hatimaye tena 20 Club siku ya kwanza hii wamesalimu amri tena kwa kuweza kutandikwa mabao 2-1 na vijana wa CS Dombo Square.
Na upande mwingine sasa ni kwamba shirikisho la soka barani Afrika CAF limemteua mwamuzi kutoka DRC Jean-Jacques Ndala kusimamia mchezo wa mkondo wa kwanza wa fainali ya ligi ya mabingwa Afrika kati ya klabu ya Mamelodi Sundowns ya Afrika ya Kusini dhidi ya klabu ya FAR Rabat kutoka Morocco. Klabu ya Mamelodi Sundowns kutoka Afrika ya Kusini watakuwa wenyeji wa mchezo huo utakaopigwa tariki 17 Mei 2026 katika uwanja wa Shuane Loftis kabla ya marudiano kufanyika wiki moja baadaye mchini Morocco. Uteuzi huo wa Jean-Jacques Ndala unaonesha imani kubwa ya shirikisho la soka barani Afrika CAF kwa uwezo wake wa kusimamia mechi za presha kubwa. Katika miaka ya hivi karibuni amehudumia katika michezo mingi muhimu ya kimataifa ikiwemo ligi ya mabingwa Afrika na kombe la shirikisho, akipongezwa kwa utulivu, udhabiti na umakini wake uwanjani. Refari huyo kutoka DRC Jean-Jacques Ndala, hii ni hatua nyingine muhimu katika taaluma yake, kwani kuchezesha fainali ya mashindano makubwa kama haya ni heshima kubwa kwa mwamuzi yeyote barani Afrika. Utendaji mzuri unaweza kuimarisha zaidi nafasi yake miongoni mwa waamuzi bora kabisa katika ulimwengu wa soka. Kule katika bara la Ulaya sasa ni kwamba klabu ya Inter Milan ya pale nchini Italia wametoa ubingwa wa Serie A msimu 2025-2026 wakifikisha jumla ya mataji 21. Inter Milani walithibitisha ubingwa huo baada ya kuwachapa vijana wa Parma mabao 2-0 siku ya Jumapili katika uwanja wa Giuseppe Meazza, huku wakiwa bado na michezo mitatu mkononi baada ya msimu uliopita kuwa msimu wa majonzi kwa klabu hiyo, hivyo ikiwemo kupoteza pia taji la ligi ya mabingwa dhidi ya Paris Saint-Germain kwa kuweza kutandikwa 5-0. Inter Milan wameonyesha hasira yao msimu huu na kuweza kuchukua ubingwa wa ligi kuu pale katika nchi ya Italy. Klabu ya FC Barcelona ya hapo nchini Uhispania ipo katika hatua za mwisho ili kukamilisha dili la kumsajili mchezaji Bernardo Silva, huku makubaliano yakifikia takriban 80%. Kiungo huyo wa kimataifa wa Ureno anatarajiwa kujiunga na miamba hao wa Uhispania kwa uhamisho wa bure majira ya joto endapo tu vipengele vya mwisho vitakamilishwa. Taarifa zinaeleza kuwa hamu kubwa ya mchezaji mwenyewe ni kuhamia pale katika dimba la Camp Nou, ikiwa chachu muhimu ya kusukuma mbele mazungumzo hayo, hasa badala ya kuonesha utayari wa kupunguza mshahara wake ili kufanikisha dili hilo. Basi naweka nukta katika habari za michezo. Asante sana Omari Makelele Uzile kwa habari hizo za michezo. Msikilizaji, endapo ndo bado unakuja kujiunga nasi, unasikiliza uchambuzi wa habari kutoka kwenye redio ya kijamii Kivu mjini Baraka kupitia mitabeni yake ya 93.0 FM. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Shirika jipya la raia ndani ya sekta ya Lulenge katika tarafa ya Fizi linatuhumu viongozi wa askari polisi waliotumwa katika eneo hilo kutokuwajibika vema katika kazi yao kwa sababu hasa za ulevi. Hivyo wanaomba kwa viongozi wa ngazi za juu kutuma maafisa ambao watafanya kazi kwa niaba ya raia. Kwa mujibu wake Bwana Abedi Sumbi Abdul, kiongozi wa shirika jipya la raia eneo hilo, aliyehakikisha habari hii kwenye redio Kivu, ameanza kwanza kutoa picha ya sasa kuhusu maafisa wa polisi pa Kilembwe. Nataka nitie wazi kulingana na polisi ambayo inatumika Kilembwe, sio mara ya kwanza sisi kupeleka lalamiko letu kwa wakuu viongozi wa polisi wa territoire na wa province. Mara nyingi wakuu viongozi hawatujibu kwa sababu ya viongozi ambavyo vinatumwa hapa wa komanda siate wa Kilembwe. Kilembwe hizi siku zote kutoka kwa Kilegalega, komisari Kilegalega na komisari Mboto, Kilembwe kabisa yapata kabisa viongozi vya polisi vyenye kukamilika vyenye kuwa timamu kwa kufuatilia kazi. Viongozi ambavyo vinapelekwa hapa ni walevi sana, kufuatilia kazi hakuna, wadeteni wanatoroka ndani ya kasho. Hivyo vitu vyote vinaleta huzuni sana. Hata kwenye mikusanyiko
wanaweza kusubiriwa wa polisi wafike, hawatafika. Na ndio maana kila mara tunapeleka lalamiko zetu. Kwa nini kila mara kupeleka viongozi walevi, viongozi ambavyo havifuatilii kazi, polisi haina muordre, polisi haifungi watu, hata wakuwapatia maneno hawawezi wakapatia maneno tena watu ambao wafuatilie maneno. Ndio maana tulikuwa nalilia wakuu viongozi wa province, wa territoire, kamate Lulenge kama vile sekteri zingine za Republique Democratique ya Congo, watuletee wakomanda siate wenye kukamilika na wachapakazi. Wasikuwe kila mara kutuletea walevi, waprisoni wanatoroka hovyo, maneno hazifuatiliwi. Hiyo ndio lalamiko yetu. Tena mara nyingine watusikie, watubadilishie viongozi vya la polisi. Ingawaje polisi ni ndogo, lakini watubadilishie viongozi wa polisi, watuletee wachapakazi, tutoshea hao ambao hawajui kazi, wanafuata huku ulevi. Wakiendelea kututilia tu watu, hata maimaji zao tutaenda wapeleka kule wakati wako walevi, mwanzo na gisi wanaumia, na gisi wako walevi tu watafanya komande magani. Mwishowe, Abedi Sumbi Abdul ameomba kwa viongozi kutuma maafisa wengine ambao watatenda kazi kwa faida ya wananchi wa Kilembwe. Tulianzaka na Major Wambali wakati alifika hapa, kwa sababu alirudi hapa Turumbili juu ya ulevi wake, na tukaandika ulevi, kukuta kitu cha mtu ananyang'anya yeye, sawa vile komandasi hata tena Major, kunwa pombe ovyo ovyo. Hivyo vyote hakuna surveillance mukasho, madosie ifatiliwe sawa vile kawaida, na vile zote maraporo tulizipelekaka, lakini hatukupata suluhisho. Alirudi kwa ajili ya magonjwa, aligonjwa ndio maana alirudi. Wakaleta mwingine ambaye tunaye hapa Kilongo Kayumba, na ule Ansego mwenye alikuwa na Wambali ndio mwenye kuna Kilongo Kayumba naye Egle. Wote hao ni walevi haina seme kubadanganyia au nini, maepreve ziko na hizi ripoti zote tulizipeleka. Hata administrateur alifika hapa, hizo ripoti tena tulimpatia hizo pamoja na wachef kutimiere ba de groupement, lakini hatukupata suluhisho lolote kabisa. Kumuona tena huyo mtu ambaye aliitwa kuviongozi tena anarudi, wanatuletea au mwingine hapa komanda Siate, naye pia anakaa ku distance na Siate karibia ku kilometre 3 aiza 2 na Siate, ndio kwenye konakaa. Organisation wa polisi hakuna, organisation ya Kassion hakuna. Kuna mtu mmoja ambaye aliuawa Maindombe, ikabidi waende kule waende fuatilia yale mambo, lakini wakati walifika kule mtu alikufa na yeye alikuwa pale, akashindwa kuleta ule mtu ambaye alisemwa alibebewa maboro. Kufuatilia maneno kikawaida hakuna, mapreve zote ziko, na hivyo vyote tunakwisha fika kwenye kuwa mkuu wa sekta anavitambua. Hivi vyote viko. Ulevi ndio usiseme, wanakunwa pombe, hata wako pale wanakunwa pombe, unakuta watu wako pale kwa ofisi wote ni walevi. Preve zote ziko. Haina mambo ya kuwadangania ama ya ujushi, hapana. Ni mambo yenye kuwa palpable, yote iko kabisa, preve ziko. Katika mji jirani wa Uvira tumeazimia kuendelea kuwa nyuma ya wabunge wa mkoa ambao wamemwandikia gavana wa jimbo la Kivu Kusini Jean-Jacques Purusi barua ya mswada, kwani ni njia mbadala ambayo katiba ya nchi ya DRC inaruhusu. Ndivyo amesema Mafikiri Masimango, mratibu wa shirika jipya la raia kusini mwa jimbo hili pa Uvira. Ujumbe huo ameutoa kwenye mitingi ya hadharani aliyoiendesha weekend iliyopita mjini Uvira. Mafikiri Mashimango amezungumza na Radio Kivu. Tulifanya meeting ya kabambi na watu walijiwia sana samedi le 2 mwezi wa 2026. Watu walijibia mkartie Kavivira na tumeongea pointi tofauti. Ya kwanza ni motion censure contre le gouvernement Purusi. Watu wameamua kwamba wako derrière la motion yenye initiée par maintenant leo 21 députés, parce qu'effectivement banaonyesha que depuis que le bureau iko pale ya provisoire hapa Uvira hakuna hata initiative moya en termes de développement sur la partie sud-sud où le parti contrôlé leo iko contrôlé na gouvernement provincial. Hakuna kitu à part ma promesse ya mingi melewa ito hata resultat moya. Donc
Voilà comment la population sema non, trop c'est trop, franga ziko na kuya za mingi au niveau Kinshasa zinaweza servir mwingine na mwingine endelea, mais cet argent volé iko pillé par certaines personnes, donc par les gouverneurs mwenye iko censé essayer un peu kurepondre kwa malengo ya raia Sud Kivu. Voilà d'abord na kwetu tulisema kwamba tuko derrière l'émotionnel pour quand même l'essentiel ikifanyika. Il faut quand même rappeler chers journalistes kwamba c'est un exercice démocratique, c'est normal que un gouverneur anaweza itwa assemblée na kurepondre ma question tofauti, et si kama les députés wana voter contre anapaswa kupitia. C'est pourquoi que tunalomba que watu waelewe c'est un exercice, na vraiment tulifurahi par rapport à nos déclarations, tout ce qui a été recommandé. Deuxième point ni question ya makazi, donc il faut kujua kama mpaka ma travaux ya route numéro 5 dans la ville d'Uvira, route numéro 30, ma projet PFG sous financement Banque mondiale, je suis suspendé à zone kani. Donc route numéro 30 leo iko na tatizo, makazi meshimama, ma projet PFG za Kabambi et modernisation ya Port Kalundu, frontière Kanvivira, ziko zilianza jengewa, si vous voulez bien soko ya Kabambi au niveau ya Kagando zilishimamishiwa. Par rapport na route numéro 5 tulisema que ma plaidoyer ifanyike pour que au niveau national que le président de la République vraiment faciliter que ambie ministre de la finance a dégager franga mbio pour quand même watu waone ba beneficiaire bara. Tofauti na haya, pointi zingine mbalimbali ziliweza kuzungumziwa kama vile usalama na pesa za wazalendo zinazotoka Kinshasa ambazo haziwafikie. Mafikiri Masimango anarejea mara tena. À ce concerne makazi ya maprojet PFGL, tulisema kwamba tunainda hii semaine kuongea parce qu'il y avait déjà promesse kuangalia leur niveau, le Banque mondiale, le PFGL et les responsables bafanye quelque chose le plus vite possible pour que makazi endelee. À ce concerne la route numéro 30, suivi naendelea kwa itakuwa permanent parce que effectivement ma travaux vraiment iko naenda pole pole. Et à ce concerne la question ya ba réfugiés, par rapport à les points, il faut que Dieu kama pako ba réfugiés wale kuyaka sans assistance, si vous voulez bien encadrement ya ASER, bako pas moins de 45 000 personnes, mais leo selon réunion tulifanya ASER unaonyesha kama hakuna ce qui est prévu pour wale banaita ba rapatrier spontané. Or ce sont les mêmes personnes qui connaissent les mêmes difficultés. C'est comme ça que tuliamua kutandika barua. Et dans une semaine et demie, kama une solution haipatikani, patakuwa hii siti niko prévu le 14 mwezi wa 5 2026 kuka transit Kavivira pour kama watu wafanye sit-in baikali chini kwa jua kuangalia d'ici ma préoccupation itakuwa répondue favorablement. Et enfin, et pour la question de la situation sécuritaire, unajua wanajournaliste kama inakuwa haya, on se réveille le matin utaprendre que baliwa mtu, banaua mtu ni Baraka ni Fizi ni Uvira. On a recommandé que Par ma réunion, il est au niveau provincial élargi et au niveau local pour que tu nous a discuté pour quand même tu commander des mesures sécuritaires. Parce que c'est anormal, la vie est secrète, pour que tu aies pour que tu aies serikali. Et enfin, la question, il y a plus de 4 millions de dollars et il y en a chaque mois pour les comptes Bazalendo, mais partis à mingi za Sud Kivu, il est franga yonekane. C'est comme ça que tu les lomba kwamba pa kuwe na réunion avec les Wazalendo pour que tu discutes tu franga iko na ilwa quel niveau pour que tu angamie nini tunaweza fanya pour sauver, parce que c'est anormal. Pako Wazalendo leo walikufa, wako nakufa kwa nateseka, et pourtant le franga itakuwa ingeweza servir inchi, ingeweza servir Wazalendo, mais il y a quelques personnes wako najikunja kufranga wanaiba franga inaweza saidia wengine. Voilà de manière bref. Nous allons continuer comme shirika jipelagre, tu as impliqué, tu endelea kufuatilia pour tuangalie toutes ces questions qui étaient abordées selon les propositions, tuangalie nini naweza fanyika. Et si rien vraiment n'est fait, allez-y comprendre bwana journaliste cher partenaire kwamba l'action citoyenne itaendelea itakuwa renforcée pour vivre quand même idéal ifanyike. Na kwenye habari ya kitaifa mjini Kinshasa, idara za serikali za DGDA, DGI na DGRAD zimekusanya zaidi ya dola za Marekani milioni 211 katika mwezi Aprili pekee mwaka wa 2026. Ripoti ambayo ilitangazwa naye waziri wa fedha nchini DRC Dudu Mfwamba. Safari Alimasi na ripoti kamili. Naam,
Katika mwezi Aprili 2026, taasisi za kifedha za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ambazo ni kurugenzi kuu ya forodha ushuru DGDA, kurugenzi kuu ya kodi DGI na kurugenzi kuu ya mapato ya utawala mali za serikali, mahakama na uwekezaji DGRAD zimekusanya jumla ya faranga za Kongo trilioni 4 bilioni 758 milioni 846 laki 407,615 sawa na dola za Kimarekani milioni 211 laki 326,507 ikiwa ni kiwango cha utekelezaji wa 102.58%. Takwimu hizi zilitangazwa na Wizara ya Fedha wakati wa kikao cha kazi kilichohusu kufungwa kwa kipindi cha kodi cha Aprili 2026 kilichofanyika Alhamisi tarehe 30 Aprili mjini Kinshasa. Kwa undani, mafanikio yaliyopatikana ni kama yafuatayo: DGDA asilimia 107.96, DGI asilimia 101.39, DGRAD asilimia 104.14. Matokeo haya yanaonyesha athari chanya ya juhudi zilizofanywa na serikali katika kuimarisha ukusanyaji wa mapato ya umma katika maeneo yote ya nchi. Waziri wa Fedha Dudu Fwamba Likunde amepongeza nidhamu ya ulipaji kodi pamoja na uwajibikaji wa wafanyabiashara, hasa makampuni makubwa ya sekta ya madini yaliyoshiriki katika majadiliano ya awali kabla ya kutoa tamko la kodi yaliyoanzishwa na serikali. Pia amewapongeza wataalamu na watumishi wa umma, hususan wale wa kurugenzi ya makampuni makubwa na ndani ya DGI kwa utekelezaji mzuri wa hatua za kodi zilizopitishwa. Tunatoa pongezi kwa wanawake na wanaume wa DGI ambao wanatusaidia kupanga vizuri mwisho wa mwaka na kufadhili miradi mbalimbali ya maendeleo inayosukumwa na Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi kwa manufaa ya wananchi wote wa Kongo, amesema waziri wa fedha. Baada ya kikao hicho, waziri alitangaza kuwa DGI imevuka malengo iliyowekwa kwa kipindi chote cha kodi cha Aprili 2026. Imefanikiwa kukusanya faranga za Kongo trilioni 3 bilioni 534 milioni 435 laki 4,059,101 zidi ya makadirio ya trilioni 3 bilioni 489 milioni 784 laki 592,397 sawa na kiwango cha utekelezaji cha 100.39%. Kwa mujibu wa Dudu Fwamba, mafanikio haya yamepatikana katika mazingira ya kiuchumi yaliyotawaliwa na utekelezaji wa sera makini ya fedha ya Benki Kuu ya Kongo BCC, ambayo tangu robo ya mwisho wa mwaka 2025 imesababisha kupungua kwa kasi ya kupanda kwa bei za ndani, hasa kutokana na kuimarika kwa sarafu ya taifa. Msikilizaji, tulikuwa nayo kwenye habari za kitaifa kwa siku ya leo. Ni kupitia habari yake hiyo Safari Alimasi ndipo tunafika mwisho wa uchambuzi wetu wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako Bukuru Tantina Aldama, fundi mitambo Izaki Mulucha Ashibe, na kuaga msikilizaji nikisema shukrani kwa kuendelea kutusikiliza.